Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba ni wasalimie hamjambo. Na tumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania, ili nikufahamishe vile tunaendelea kupokea habari katika meza yetu ya habari. Hofu kubwa imeweza kutanda kwa waziri mkuu mstaafu katika taifa la Tanzania baada ya kutishiwa maisha yake na kuhofia bakubwa. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania? Kulingana na gazeti ambalo linaitwa Mwanahalisi, limeweza kuchapisha habari hii na kusema ya kwamba ninatishwa, Jaji Warioba asema maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu. Yaani aliyekuwa waziri mkuu Jaji Warioba Joseph ameweza kusema ya kwamba maisha yake yamo hatarini, anatishiwa, ila tu ameamua maisha yake ayakabidhi kwa Mwenyezi Mungu, akae katika kiti cha enzi. Kwa nini anatishiwa? Hayo ndio tunaenda kufichua na kutoa siri zote kuhusiana na haya yote. Lakini kabla ni zame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba kuweza kusubscribe, sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 kwa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Jaji Warioba aliyekuwa waziri mkuu mstaafu katika taifa la Tanzania sasa amehofia maisha yake. Hayo ndio tunaenda sasa kufichua kwa nini huenda anatishiwa maisha yake, licha ya kuwa kiongozi mstaafu katika taifa la Tanzania ambaye anastahili kukabidhiwa heshima zake. Number 1, anatishiwa kwa sababu ukweli wazi hauhitajiki katika taifa la Tanzania kwa sasa hivi. Kivipi? Tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka jana wa 2025, Jaji Warioba alionekana akiwa na Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Dar es Salaam. Wakapigwa picha pamoja. Nataka ni kuonyesha hiyo picha na kile ambacho ikulu iliweza kuandika wakati huo, ili tutafute msingi kwa nini anahofia maisha yake. Picha hiyo naomba kuiweka hewani ili tuione vile inasema ya kwamba, alafu ikawekwa na Ikulu Tanzania. Wakaandika ya kwamba huyo ni Jaji Warioba akiwa na Rais Samia Suluhu Hassan wakisalimiana kwa mkono. Wakaandika wakasema ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha ya pamoja na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, mara baada ya mazungumzo yao ikulu jijini Dar es Salaam tarehe 17 Disemba mwaka jana wa 2025. Kumaanisha walikutana Samia Suluhu Hassan na Joseph Warioba, jaji ambaye alikuwa waziri mkuu mstaafu, ama ni waziri mkuu mstaafu sasa hivi. Walikutana na Samia Suluhu Hassan ikulu, wakazungumza hapa na pale, wakamaliza, wakapigwa picha hapa na pale, shughuli ikaisha. Sasa baada ya siku 4 kukamilika, Jaji Warioba alikuwa katika mahojiano na mazungumzo, lakini kuna siri ambayo alionekana kumgeukia Samia Suluhu Hassan baada ya kutoka ikulu na kutangaza ya kwamba chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan watu ni wengi ambao waliweza kuangamia, waliaga dunia, walikufa, ikilinganishwa na wakati tulikuwa na vita kati ya Watanzania na wale ambao ni maadui. Yani tunasema ya kwamba
vita vya Kagera, wakati ule wa kutafuta uhuru katika taifa la Tanzania. Wale ambao waliuawa, maadui waliua wakati ule. Wale waliouawa Tanzania ni wachache ikilinganishwa na idadi ambayo watu wameangamia katika taifa la Tanzania chini ya uongozi wa sasa Samia Suluhu Hassan. Naomba kuweka hiyo sauti ili tusikize vile alikwisha tangaza yeye mwenyewe, akasema wale ambao wameangamia nchini Tanzania sasa hivi ni wengi ikilinganishwa na wakati wa vita vya Kagera. Tusikize. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa. Ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Sauti hiyo ni ya Jaji Warioba ambaye ni waziri mkuu mstaafu. Sasa vile tunachanganua kwa undani, huenda kwa kutoa siri hizi ndizo huenda zimesababisha yeye kutishiwa maisha, na ameamua kusema kwamba maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu. Na ukweli halisi wa mambo, hamuna binadamu duniani ambaye anaweza kung'oa mtu ama aweze kuchukua maisha yake. Lazima atashindwa na Mwenyezi Mungu. Ndio maana Jaji Warioba amekabidhi maisha yake kwa Mwenyezi Mungu, na atakuwa analindwa na malaika wa mbinguni, yule ambaye atainua silaha dhidi yake kwa kusema ukweli halisi wa mambo atageukiwa na Mungu na kupata kichapo cha umbwa, kwa sababu Mungu ndiye ukabidhi watu maisha, pumzi, kuhema kila wakati, sio binadamu yeyote. Ndio maana hata Biblia inasema wakati maadui watainuka kinyume, kuna mtetezi ambaye yuko mbinguni. Sasa hivi tumeona mwanasiasa ambaye ni wa mrengo wa upinzani, naye ameweza kuandika hivi. Naomba tukaweze kusoma kwa sababu vile ameweza kumjibu Jaji Warioba, akasema hivi. Huyu anaitwa Godbless Lema. Godbless Lema yeye amesema ya kwamba kutofautiana kimaoni sio uhalifu, wala hakumpi mtu au kundi lolote haki ya kutumia vitisho, hofu au nguvu. Taifa linaloheshimu sheria haliwezi kuvumilia mazingira ambayo wazee, viongozi au raia yeyote anatishwa kwa sababu ya msimamo au kauli yake. Mzee Warioba, usinunue uoga hata kama wanakuuzia kwa bei nafuu. Mungu na umma uko nyuma yako. Haki itazidi kusimama. Huyo ni mwanasiasa wa mrengo wa upinzani ambaye anaitwa Lema, ameweza kumwandikia Jaji Warioba. Ikumbuku kwamba mwanasiasa ambaye anaitwa Humphrey Polepole naye aliweza kutekwa nyara kwa miezi 3 sasa, ni siku ya 95, amepotea, hajulikani aliko, kwa kuzungumza ukweli halisi wa mambo. Kuna kile ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania. Ukiongea ngwe against the current regime unakujiwa. Sasa Polepole familia inamtafuta, yupo wapi, hajulikani alipo. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa katika taifa la Tanzania? What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na vile hali ilivyo. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Na kuomba tu ikiwa hauja-subscribe, kumbuka kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Kenya TV, na sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.